Bwana, mnyama mwingine wa tatu ametua na ametangazwa rasmi na wekundu wa Msimbazi Simba. Nani huyu? Mwamba anaitwa Bakari Msimu. Simba Sports Club mara baada ya Kevin Nashon akaja akafuatia Nathaniel Chilambo. Sasa ni Bakari Msimu, nyota kutokea Coastal Union, Mangush Wagosi wa Ndima, Wagosi wa Kaya. Na huu ni usajili uliofanyika mapema sana. Kilichosalia tu ni yeye kutambulishwa, Bakari Msimu. Na hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wamemtambulisha leo kama mchezaji wao. Bakari Msimu, kijana mdogo tu akiwa na umri wa miaka 18, akiwa anatafuta miaka 19. Ni kariba ya kina Chuga Boy, Isa Juma Abushiri. Wanatembea pale, kina Mihambo, wanatembea pale. Lakini huyu ni Bakari Msimu. Napozungumza Bakari Msimu, namaanisha ni talent ya mpira, ni kipaji cha mpira. Bakari Msimu ni mchezaji ambaye amelelewa kwenye misingi ya football. Bakari Msimu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kwa age yake hiyo aliyokuwa nayo. Aliwasha sana moto akiwa na Coastal ile ya vijana. Bakari Msimu aliwasha sana moto, na pale ndiko ambako viongozi wa Simba na benchi la ufundi wakasema haiwezekani hata kidogo. Hii madini, hii dhahabu inaong'aa hapa Coastal Union endelee kung'aa hapa Coastal Union. Wakamalizana naye mapema kabisa. Bakari Msimu, mkataba wake wa miaka 2 na ambao pia una kipengele wa kumuongeza. Ni mchezaji ambaye kwangu mimi naamini ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana na atawafaa. Huyu ni winga, right wing, ni winga kulia ambaye ana uwezo wa kucheza pia winga ya kushoto, ana uwezo pia wa kucheza kama namba 10, ana uwezo pia wa kucheza kama namba 9. Maeneo ni mengi sana ambayo anaweza kucheza uwanjani. Akiwa Coastal Union, Bakari Msimu alikuwa na uwezo wa kupiga mashuti ya mbali na kufunga magoli, lakini pia alikuwa na uwezo wa kutoa assist za magoli, lakini pia alikuwa na uwezo wa kuisaidia timu pale ambako timu inashambuliwa. Kwa maana ni kijana ambaye ana uwezo wa kwenda kukaba au kuzuia pale timu ambapo inakuwa inashambuliwa. So hiki ni kipaji halisi kabisa cha mpira ambacho kimezaliwa kwa ajili ya kucheza mpira. Talanta alionayo Bakari Msimu, kwanza ni ile sharpness yake katika eneo la mwisho. Kwa maana ana utulivu, composure, lakini sharpness yake ni pale ambako anaona mipira imezagazagaa. Ni mtu ambaye anajua kunusa hatari kwamba hapa sasa huu ni mpira kama second ball, na amekuwa akifanya hivyo. Lakini kingine ni kwamba huwa anajua namna ya kutengeneza link up ya viungo wenzake, namna ya kutengeneza mashambulizi, build up huwa anaifanya akishuka chini kwenda kuchukua mipira kwa namba 6 na namba 8, na huo uwezo anao mkubwa sana. Lakini pia ni mnyumbulifu, ana uwezo wa kuaccelerate, anashuka chini kwenda kuchukua mipira na anapandisha juu, lakini anakati in vizuri na anapiga pasi za magoli. So kwangu huu ni mmoja wa usajili bora sana, na katika usajili ambao Simba wanaofanya kwa wazawa, Simba wanafanya usajili mzuri kiufupi. Wamemtambulisha Kevin Nashon ambaye no doubt kabisa tumemshuhudia kwenye vilabu vingi, Mtibwa Sugar, Kagera Sugar, kote huko amefanya vizuri sana Kevin Nashon. Lakini Nathaniel Chilambo tangu akiwa Ruvu Shooting, baadaye tumemwona alivyotoa Azam FC, amefanya balaa kubwa sana. Sasa yuko pale Simba. Sasa ni Bakari Msimu. Bakari Msimu huyu ataenda kuwasaidia kwa sababu kwa age alionayo ana muda mrefu sana wa kucheza pale Simba. Ana nafasi kubwa sana kucheza pale Simba na ana uwezo wa kuwafikisha Simba mbali sana kwa sababu miaka 18, 19 akionyesha ubora wake. Na faida iliyopo ni kwamba Steven Baka anapenda pia kuwatumia sana vijana, na ndio maana umeona kina Kibabage wanafanya vizuri sasa hivi, na ndio maana unaona kila mchezaji ambaye anaenda pale anapewa nafasi. Kumbuka sasa hizi ligi kila baada ya siku 2, siku ya 3 ni mechi. Hakuna kupoa, hakuna kupumzika. Kwa hiyo lazima upate wachezaji ambao hawaendi pale occupy space, kwa maana kukaa tu pale benchi wanasubiria muda ufike wacheze mpira. Hapana, wanataka wachezaji ambao wako tayari muda wowote na saa yoyote kucheza mpira. Ndio maana leo Bakari Msimu amesinya pale, na huyo Bakari atawafikisha kule ambako kunahitajika kufika. Lakini yeye mwenyewe pia atakuwa anatamani sana kuweza kuonyesha uwezo wake ili aweze kusogea mbali, sio tu kucheza bongo, hata kucheza nje ya nchi. Kuna wengi wanasema mbona wachezaji wengi wakienda Simba na Yanga huwa wanapotea. Ni kweli, sisi kama wachambuzi tunapaswa tuna njia gani ya kuwashauri wachezaji hao? Nilimshauri Chuga Boy, Isa Juma Abushiri. Tunajua alikuwa bora sana Coastal Union, alikuwa bora sana Fountain Gate, ameenda Yanga. Asija akabweteka pale kwamba ameenda kwenye klabu kubwa. Lakini pia hata kwa kina Bakari Msimu, kina Kevin Nashon, lakini pia hata yule Nathaniel Chilambo, unapoenda kwenye klabu kubwa kama ya Simba Sports Club, cha kwanza mchezaji kama mchezaji unapaswa kujitambua kwamba nimetoka kwenye klabu ambayo haina pressure, haina mashabiki wengi.
klabu ambayo inaweza ikanisubiri hata leo nikiharibu, kesho watanivumilia. Klabu ambayo haina wingi wa mashabiki, klabu ambayo haina watu wengi kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki ambao wanaweza kupiga pressure, klabu ambayo haina matarajio makubwa ya kuchukua ubingwa, sijui kwenda ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho. Unaenda kwenye klabu ambayo Simba wanahitaji kumaintain nafasi yao, wanahitaji kurudi kimataifa, kwenda hadi hatua nusu finali au finali kabisa. Simba ambao wanataka ubingwa aliosotea misimu mitano, kuna pressure kubwa sana. Sasa mchezaji kama huyu ambaye ametambulishwa Bakari Msimu pamoja na kina wenzake kina Nation pamoja na Nathaniel Chilambo, wanachopaswa number 1, kwanza ile talanta waliozaliwa nayo ya kucheza mpira, hiyo ni namba 1 ambao wanapaswa kuendelea kuimaintain. Lakini pili, talanta tu haichezi, lazima waka-maintain kitu inaitwa discipline. Discipline ni nidhamu ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Mchezaji anapaswa kwanza kumheshimu mkubwa na mdogo aliyemkuta pale, kuheshimu benchi la ufundi, kuheshimu pia viongozi. Lakini kingine, mchezaji kutobweteka na jina la club, kwamba nilitoka Pamba, nilitoka Coastal Union, nilitoka sijui Geita, nimeenda Simba. Simba ni kubwa mno. Ukaanza kubweteka mara mimi ni star, mimi leo ni star, ukaanza kuruka viwanja mara umeenda huku. Kwa umri wa Bakari Msimu miaka 18, 19, ni umri mdogo ambao ni kijana ambaye ana umri mdogo, damu inachemka. Ndio muda ambao anahitaji wasimamizi ambao watakuwa nyuma yake. Tayari atakuwa anaanza kulipwa mshahara vizuri, ataanza kuendesha gari, atakaa nyumba nzuri, tayari atakuwa na bling bling anawaka. Huu ndio ule muda ambao usumbufu utakuwa mwingi sana, DM na mabinti watakuwa anamsumbua sana. So muda huu anapaswa kutulia, anapaswa kufocus na kazi yake, kwamba natakiwa nionyeshe jitihada ili pale ambako timu inapata mafanikio kama Simba, naye pia aweze kusogea. The more timu ya Simba inafika mbali, na yeye ndipo ambapo anakuwa pia. Kama hata salia Simba, basi ataenda kucheza nje ya nchi. So kwangu mimi nitajaribu kukuambia na nitakueleza tena kwamba Bakari Msimu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira na ana uwezo wa kufika mbali sana huko baadaye, na ninajua kabisa kwamba ataonyesha talanta alionayo na atapata pia nafasi ya kucheza. Nafasi ya kucheza naiona kabisa ataipata, kwa sababu kila baada ya siku 2 ni mechi. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ni mechi. Kwa hiyo hakuna kupoa, ni mwendo wa kufululiza kwelikweli. Ili ligi iweze kumalizika, lazima uwe na wachezaji aina ya kina Bakari Msimu ambao wana uwezo wa kuwafikisha mbali na kusogea mbali kabisa. Simba yuko David Kameta Duchu, yupo Shomari Kapombe. Naamini ya kwamba Chilambo anaenda kupata nafasi, kwa sababu Shomari Kapombe ukiangalia age, namna ambavyo ametumika muda mrefu, anahitaji usaidizi. Na tumemwona siku za hivi karibuni alipata majeraha, lakini David Kameta Duchu alikaa kwenye nafasi yake na alicheza mechi hadi za mwisho zile. Chilambo ana faida nyingi sana. Anaweza kucheza kama fullback wa kulia, pia fullback wa kushoto. Anaweza kucheza kama fullback kama winga pia wa kulia. Kwa maana tunaona wachezaji wengi sasa hivi ambao wanaweza kucheza eneo la beki, wana uwezo pia wa kucheza kama mawinga. Wana overlap, wana underlap. Mtu kama Faridi Musa, kuna kipindi alikuwa anacheza winga, baadaye Nabi akamrudisha akawa anacheza kama beki. Kwa hiyo Simba ilikuwa inahitaji wachezaji vijana ambao wanaweza wakawa na hiyo mikiki wakaweza kushindana katika kila baada ya siku 2, siku ya 3 mechi, kwa maana wawe na hiyo pulling, wawe na hiyo pumzi ambayo inaweza kuwasaidia, ama energy inaweza kuwasaidia waka maintain ushindi na matokeo. Chilambo naona atacheza na bado atakuwa na nafasi kubwa sana kupata nafasi, kwa sababu Kapombe anahitaji kupumzika, sio mechi zote atacheza. Duchu, ukimwangalia Duchu na Chilambo yuko more aggressive, kwa maana ni mzuri sana, anapanda, anashuka, anakaba, na hata cross zake ambazo anapiga mara nyingi ziko more productive, tofauti kabisa na David Kameta Duchu. So to me nafikiri Chilambo atapata nafasi. Ni kijana mdogo ambaye anaenda kukuzwa zaidi ndani ya Simba, na nimependa kwa sababu Simba wameona tuchukue hizi talanta ambazo zinafaa vizuri huko, ili waitengeneze kama lamasi ya baadaye, wale wachezaji wakue na waanze kuwauza pia. So sioni kama atakosa nafasi ya kucheza. Simba ana michuano mingi, Simba ana mechi nyingi za ligi, lazima uwe na depth, yani kikosi ambacho ni cha ushindani. Anatoka chuma kanaingia chuma, anatoka chuma anaingia chuma. Kevin Nation Naftali, takwimu zinaweza zisimbebe, lakini ni kiungo mkabaji ambaye ameshafanya makubwa akiwa na under 17 Gabon kule, timu ya Serengeti Boys. Kevin Nation Naftali amecheza Geita Gold. Kevin Naftali kumradi amecheza akiwa Pamba Jiji pale vizuri kabisa. Hata timu ya taifa amekuwa akiitwa. Pale Simba alikuwepo Yusuf Kagoma peke yake. So amempata kiungo ambaye anaweza kucheza kama defensive midfielder, pia anaweza kucheza pia kama box to box midfielder. So to me nafikiri
Kevin Nasho Naftali pia anaweza kupata nafasi kwa sababu kuna muda pia mtu kama Kagoma anahitaji pia kupumzika. Kwa nini apumzike? Kwa sababu akiangalia benchi hakuna mtu ambaye anakumpa backup. Yuko pale Semfuko Charles Daudi, lakini alishindwa kuendana na kasi ya Simba. So Kevin tayari amesha improve, tayari ni proven player. Sio mchezaji tena wa kuja kuanza kujaribu au kusukuma tena gurudumu. Ni mchezaji ambaye anakuja kwa ajili ya push to start. So sioni mpaka sasa hivi makosa Simba waliofanya kwa upande wa wachezaji wazawa. Kila mmoja aliyosajiliwa yuko Haaland scores against his former club. With the outside of his